Kiswahili kitukuzwe, kwa ndio lugha ya taifa. Bila shaka mtazamaji, ile sauti ambayo unasikiza ni sauti bomba, sauti ya Mwalimu Wanjala, mwalimu ambaye ni mfalme wa Kiswahili, mkwasi wa Kiswahili. Bila shaka hujambo na karibu katika makala yetu ya siku ya leo katika kipindi cha Kiswahili kitukuzwe. Na leo hii nimejitolea kwa udi na uvumba ili niweze kuletea makala ya ufupisho, niweze kufundisha somo la ufupisho. Huenda umekuwa ukipitia kukakara za hapa na pale ukijaribu kubukua mabuku uweze kujua labda njia rahisi ya kufanya swali la ufupisho, lakini haujaweza kupata ama umeambulia patupu. Karibu hapa, nimeweza kuvunja ufupisho kwa vigae ili viwe rahisi kuvitafuna na kuvimeza kwa mwanafunzi ama kwa msomi kama wewe mtazamaji. Hujambo na karibu. Kwa hivyo niko na aya moja ya taarifa hapa. Ni taarifa ambayo nimetoa kwa swali la ufupisho. Kwa sababu ya ufinyu wa ubao wetu, singeweza kuandika taarifa yote kwenye ubao, lakini nimeweza tu kuteua aya moja, na ni aya ya kwanza ya taarifa ambayo nilipata katika karatasi fulani, ili tuitumie kama mfano ili kuweza kufanya swala la ufupisho. Bila shaka moja kwa moja nitakuelekeza moja kwa moja hadi kwa hatua za kuweza kufanya swali la ufupisho. Na kabla nianze swali la ufupisho, huwa ni alama 15 kwa karatasi ya pili ya Kiswahili. Kwa hivyo kuna hatua ambazo mwanafunzi anafaa kufuata ili aweze kupata ama kujizolea alama zote katika swali la ufupisho. Na moja kwa moja tutaanza kwa hatua za kujibu swali la ufupisho. Kwa hivyo kuna hatua Kwa hivyo hizi ndizo hatua za kujibu swali la ufupisho. Hatua ya kwanza, soma makala kwa mara ya kwanza. Soma makala bila kufanya kitu chochote. Kwa hivyo hatua ya kwanza, kusoma makala kwa mara ya kwanza kuna kusaidia ujue aghalabu hii taarifa inazungumzia nini. Ndio at least aghalabu uweze kujua hii taarifa inazungumzia nini. Ndio akili yako iweze kujua ni nini haswa kinazungumziwa katika hii taarifa ama katika makala. Pili, ukishasoma soma au pitia maswali ya ufupisho, ujue mtahini anauliza nini. Kwa sababu ushasoma ufahamu na unajua ufahamu unaongelea nini ama unazungumza kuhusu nini ama hiyo taarifa inazungumza kuhusu nini, basi hatua ya pili, soma maswali. Na sana sana huwa ni maswali mawili, swali la kwanza na la pili. Kwa hivyo soma hayo maswali ujue kwa huo ufahamu mtahini anataka nini. Hilo jambo pia ni la maana. Tatu,
soma makala kwa mara ya pili, huku ukipigia mstari mambo muhimu ama hoja muhimu katika taarifa hiyo ama katika makala hayo. Kwa hivyo soma makala kwa mara ya pili, huku ukipigia mstari kauli muhimu. Kwa hivyo hatua ya 4, anza kuandaa matayarisho. Kuna sehemu ambayo huwa umetengewa ya matayarisho, ama wakati mwingine tunaita nakala chafu, kwa kubeba hizo hoja ambazo ulikuwa umepigia mstari. Kumbuka hatua ya 3 tulisema pigia mstari hoja muhimu. Kwa hivyo hizo hoja muhimu anza kuzibeba ukiandika kwa matayarisho, sehemu ya matayarisho ambayo umeachiwa. Na mara nyingi huwa tunaambia mwanafunzi aweze kutumia herufi za Kirumi. Herufi za Kirumi ni hizi, mtazamaji, Roman numbers. Tumia hizo herufi za Kirumi, huwa zinaonyesha kazi safi sana. Sijasema ukitumia alama zingine ni mbaya. Wengine wanaweza tumia vistari vifupi, wengine wanaweza tumia vitone, wengine wanaweza tumia nyota, lakini mimi nakusihi utumie herufi za Kirumi, huonyesha kazi safi sana. Kwa hivyo andika hizo hoja kwa kutumia herufi za Kirumi. Naam, mwisho unganisha hoja ulizoziandika matayarishoni. Hizo hoja ambazo umeandika ukitumia herufi za Kirumi, ziandike ziwe kama aya moja, zitengeneze ziwe kama aya moja. Unaweza kuwa mbunifu, tumia viunganishi mbalimbali, zaidi ya hayo, na, kwa hivyo, au hivyo, ili utengeneze aya moja ambayo iko na mtiririko mzuri, na hivyo utakuwa umejibu swali la ufupisho. Bila shaka ukiunganisha hiyo aya utakuwa umezingatia pia idadi ya maneno ambayo utakuwa umepewa. Kwa hivyo ili uweze kuzingatia idadi ya maneno ambayo ulipewa, hakikisha kuwa hakuna kutaja mifano na pia hakuna kupeana maelezo ambayo hayafai, ambayo ni ya ziada. Hapa tunaandika tu hoja muhimu, ujumbe kamili ambao tunahitaji kutoka kwa makala. Kwa hivyo ukizingatia hayo, utaweza kupata idadi ya maneno ambayo umeweza kuwekewa hapo chini katika swali lako la ufupisho. Kwa sababu tumeona hizi hatua, wacha tufanyie kazi, tuone kama ni ukweli mtu anaweza fuata hizi hatua na aweze kujibu swali la ufupisho. Mtazamaji, usichoke, kaa nami katika channel hii ni kuonyeshe namna ya kufupisha swali la ufupisho kwa kutumia hii aya.
Kwa hivyo swali linasema tumia maneno 50 kuandika mawazo yanayodokezwa katika aya 2 za kwanza. Tumia maneno 50 kuandika mawazo yanayodokezwa katika aya 2 za kwanza. Lakini kwa sababu ya nafasi, mimi niliweza tu kuandika aya 1. Kwa hivyo natumia hii aya ili kukuonyesha jinsi ya kufupisha ama kufanya swali la ufupisho. Kwa hivyo swali linataka tudokeze tu mambo muhimu, mawazo muhimu ambayo mwandishi anaweza kupitisha katika ufahamu ama katika taarifa hii. Kwa hivyo hatua ya kwanza tulisema kuwa unasoma makala kwa mara ya kwanza. Mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu wengi kwa lengo la kujiendeleza na kujikuza kiuchumi, na kwa hivyo kukopa ni jambo lisilokuepeka. Mikopo inakubalika katika mataifa yote ya ulimwenguni, na kwa sababu hiyo, mathalan, serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi kwa ajili ya kutumika katika kukopa kutoka kwenye taasisi rasmi. Kutokana na uzoefu na labda urahisi wa namna fulani, watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi inayopatikana kwenye mikoba na vikundi vya ushirika vya kuweka na kukopa. Kwa hivyo wacha nisome makala haya kwa mara ya pili. Mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu wengi kwa lengo la kujiendeleza na kujikuza kiuchumi, na kwa hivyo kukopa ni jambo lisilokuepeka. Mikopo inakubalika katika mataifa yote ya ulimwenguni, na kwa sababu hiyo, mathalan, serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi kwa ajili ya kutumika katika katika kukopa kutoka kwenye taasisi rasmi. Kutokana na uzoefu na labda urahisi wa namna fulani, watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi inayopatikana kwenye mikoba na vikundi vya ushirika vya kuweka na kukopa. Kwa hivyo hapa tumeona ufahamu ama taarifa inazungumzia kuhusu mikopo na vyama labda vya kukopesha ama taasisi. Kwa hivyo hapa tunaongea kuhusu mikopo. Hatua ya pili tulisema kuwa tunapitia swali. Swali limesema kuwa eleza ujumbe ama mawazo ambayo mwandishi anapitisha katika haya makala. Mawazo. Kwa ufupi, tufupishe mambo muhimu ambayo yanapatikana katika taarifa hii. Kwa hivyo tushapitia swali. Hatua ya tatu ni kurudia makala kwa kupigia mstari hoja muhimu. Na katika hatua hii natumai mwanafunzi katika mtihani uko na pensili yako. Kwa hivyo ukisoma unasoma kwa utaratibu ukipigia mstari hoja muhimu kwa kutumia pensili yako. Kwa hivyo tuanze. Mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu wengi kwa lengo la kujiendeleza na kujikuza kiuchumi, na kwa hivyo kukopa ni jambo lisilokuepeka. Kwa hivyo kulingana na mimi, kila mara katika ufupisho katika makala, kila aya sentensi ya kwanza huwa na hoja. Kila aya sentensi ya kwanza huwa na hoja, mtazamaji. Kwa hivyo mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu. Mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu wengi kwa lengo la kujiendeleza na kujikuza. Kiuchumi. Kwa hivyo hiyo ndio hoja yangu ya kwanza. Mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu wengi kwa lengo la kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Pili, na kwa hivyo kukopa ni jambo lisilokuepeka. Kwa hivyo hoja nyingine ni kuwa kukopa ni jambo lisilokuepeka. Kulingana na mimi nimepata hoja hapo. Mikopo inakubalika katika mataifa yote ya ulimwengu. Kwa hivyo hii pia ni hoja kulingana na mimi. Mikopo inakubalika katika mataifa yote ya ulimwenguni. Na kwa sababu hiyo, mathalan,
hapa inafaa kuwa na kikomo. Mathalan, serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi. Hii ni hoja. Serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi kwa ajili ya kutumika katika kukopa kutoka kwenye taasisi rasmi. Kutokana na uzoefu na labda urahisi wa namna fulani, watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi. Kwa hivyo hapa kuna hoja, watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi inayopatikana kwenye mikoba na vikundi vya ushirika vya kuweka na kukopa. Kwa hivyo kulingana na mimi, hizo ndio hoja ambazo nimedondoa katika hiyo aya. Kwa hivyo naanza kuandika matayarisho. Katika karatasi yako ya kufanyia mtihani ama katika sehemu yako ya kujibu swali, huo umetengewa nafasi ya matayarisho. Utapata kwenye karatasi umeandikiwa hivi: matayarisho. Kwa hivyo matayarisho yetu tunakuja kuandika hapa. Kwa hivyo hoja ya kwanza tulisema mikopo ni njia mojawapo inayotumiwa na watu wengi kwa lengo la kujiendeleza. Kwa hivyo tunaweza andika tuseme, kwa hivyo unaweza tumia ubunifu uweze kufupisha hizi sentensi wakati unakuja kuandaa matayarisho. Kwa mfano, hii sentensi ni refu, naweza sema mikopo ni njia mojawapo. Kwa hivyo badala ya kusema njia mojawapo, nitasema tu ni njia ili nidondoe hili neno mojawapo. Kumbuka tunafanya ufupisho. Kwa hivyo mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi. Kwa lengo la. Haya ni maneno matatu. Kwa hivyo ninaweza sema kwa watu, mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi kwa kujiendeleza. Kwa kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Kwa hivyo hiyo ni hoja yetu ya kwanza. Mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi kwa kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Hiyo ni hoja yetu ya kwanza. Tunaendelea. Tutafute hoja ya pili. Na kwa hivyo kukopa ni jambo lisilokwepeka. Kukopa ni jambo lisilokwepeka. Kwa hivyo kukopa ni jambo lisilokwepeka. Hoja ya tatu, mikopo inakubalika katika mataifa yote ya ulimwenguni. Kwa hivyo tutaandika tu mikopo inakubalika katika mataifa yote ulimwenguni. Hakuna haja ulimwenguni, mataifa yote. Yes. Mikopo inakubalika katika mataifa yote. Na kwa sababu hiyo, mathalan, serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi. Hapo kuna hoja. Serikali nyingi hulazimisha
Serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi kwa ajili ya kutumika katika kukopa. Tumika katika kukopa kutoka kwenye taasisi rasmi. Kutoka kwenye taasisi rasmi. Hizo ni hoja zetu 4. Hoja ya 5. Kutokana na uzoefu na labda urahisi wa namna fulani, watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi. Kwa hivyo watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi. Watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi inayopatikana kwenye mikoba na vikundi vya ushirika vya kuweka na kukopa. Haya maelezo si ya maana. Kufikia tu hapo kwa isiyo rasmi, bila shaka tutaelewa. Kwa kimombo tunasema official, maybe hizo lending companies ambazo wanapeana loans. Kwa hivyo watu wengi hawapendi hiyo. Watu wengi wanapenda kutoa kwa sako na labda na vyama. Ndio maana tunaita vikundi vya ushirika, vyama, watu ambao kwa chama. Kwa hivyo watu wengi wanapenda mikopo ambayo inatoka kwa chama, hawapendi kutoka kwa taasisi rasmi. Kwa mfano kutoka kwenye benki, kwa sababu watu wa benki watakukujia haraka, labda bebe vitu kwa nyumba, lakini kwa vyama mnaweza sikizana. Kwa hivyo hizo ndio hoja ambazo nimedondoa kutoka kwenye hiyo aya ya kwanza. Kwa hivyo nikifupisha nikiandika jibu itakuwa hivi. Umeachiwa nafasi yako hapo ya jibu. Sasa ukishaachiwa nafasi ya jibu, ukishafika hapo kuna matayarisho, hakuna haja ya kurudi kwenye ufahamu. Utahakikisha tu hizi hoja zako umezipanga kwa njia ambayo kuna mtiririko, na pia uhakikishe unajikita katika idadi ya maneno ambayo umepewa. Kwa hivyo ukiwa unaona labda matayarisho yako maneno ni mengi, unaweza amua kuhesabu maneno yote, ndio ujue utakuwa unaongeza viunganishi kwa njia gani. Utakuwa unarefusha, utakuwa unaeleza kwa urefu ama kwa ufupi. Kwa mfano, naweza hesabu maneno yangu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 maneno 43. Kwa hivyo matayarisho yetu yako na maneno 43. Kwa hivyo wacha nianze kuandika ufupisho. Nianze kufupisha ama kuunganisha. Kwa hivyo nitaandika hivi, itakuwa kwanza ukiandika ufupisho katika karatasi yako huko nyuma kuna sehemu bure ambayo umeachiwa. Hiyo sehemu tumia kalamu yako ya pensili uweze kufupisha huko, utengeneze aya moja. Ukishasoma uone iko sawa, ndio sasa uweze kubeba, uweze kuinakili katika sehemu ya jibu ili uepukane na kufutafuta. Katika ufupisho pia tunaangalia usafi. Unaona matayarisho vile nimeandika ni kazi safi. Kwa hivyo jibu lako pia ukitengeneza aya iwe safi.
usikuwe umefuta hapa na pale, na utaweza kujizolea alama zako. Kwa hivyo tengeneza aya itakuwa hivi: mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi kwa kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Tushafikia hapo. Kiuchumi. Kwa hivyo tunaweza kuwa ubunifu tuseme mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi kwa kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Hivyo basi ama tuseme tu hivyo ni jambo lisilokuepeka. Hivyo ni jambo lisilokuepeka. Yes. Ni jambo lisilokuepeka. Mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi kwa kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Hivyo ni jambo lisilokuepeka. Naam. Ujumbe wangu unajitokeza vizuri, kuna mtiririko. Naendelea. Mikopo inakubalika katika mataifa yote. Mikopo inakubalika katika mataifa yote. Mikopo inakubalika katika mataifa yote. Serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi kwa ajili ya kutumika katika kukopa kutoka kwenye taasisi rasmi. Kwa hivyo unapata kuwa serikali nyingi hulazimisha ardhi za wananchi. Kwa hivyo hiyo tunaweza sema serikali nyingi hutumia ardhi ya wananchi kwa kukopa kutoka taasisi rasmi. Watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi. Kwa hivyo tunaweza rudi kwa ufahamu kidogo tuseme kutokana na uzoefu labda urahisi wa namna fulani. Kwa hivyo tunasema watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi kutokana na urahisi wake. Kutokana na urahisi wake. Kwa hivyo nishakamilisha aya yangu, nishafupisha. Mtazamaji, leo ukitazama vizuri utagundua kuwa nimeweza kuandika herufi kubwa kwa sababu kuna watazamaji ambao walikuwa wanalalamika kuwa kuna herufi ambazo huwa naandika hazionekani. Ndio maana leo nimejaribu kuandika herufi kubwa. Kwa hivyo mikopo ni njia inayotumiwa na watu wengi kwa kujiendeleza na kujikuza kiuchumi. Hivyo ni jambo lisilokuepeka.
Mikopo inakubalika katika mataifa yote. Serikali nyingi hutumia ardhi ya wananchi kwa kukopa kutoka taasisi rasmi. Watu wengi hupendelea mikopo isiyo rasmi kutokana na urahisi wake. Kwa hivyo vile umesikiza vizuri, vile unaona kuwa hiyo aya kuna mtiririko mzuri, na hivyo nitakuwa nimefupisha kazi yangu. Kwa hivyo inafaa uhesabu haya maneno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42. Kisha unakuja hapa chini unaandika maneno 42, maneno 42. Kwa hivyo kuna watu ambao hupotoshwa kuwa hii sehemu ya matayarisho unafaa kupigia mstari, labda kupigia mstari hivi ili kuonyesha kuwa ni nakala chafu, lakini mimi nakusihi usiwe unapigia hivyo mstari. Hii ndio sehemu ambayo inasaishwa. Hizi ndio hoja ambazo tunatafuta katika ufupisho wako. Kwa hivyo hata wakati fulani ukikosa labda muda umeyoma, umekuacha na kengele isha gongwa, labda watu wasimame wapeane karatasi zao na hujaandika jibu, hii sehemu inaweza saishwa na unaweza pata alama zako. Kama hii sehemu ni alama 8, unaweza jizolea alama 6. Na pia nakusihi uangalie alama ambazo zimepeanwa kwa swali. Labda swali liko na alama 8. Hakikisha kuwa katika matayarisho yako aghalabu usikose hoja 8 kwenda juu. Kwa mfano hili swali lilikuwa na alama 5, na ukiona katika matayarisho niko na hoja 5 mtazamaji. Kwa hivyo inafaa uangalie pia alama ambazo zimezawadiwa kwa swali. Jambo lingine sioni kama kuna jambo la ziada. Ni hayo tu mtazamaji. Kwa hivyo natumai hutaweza kuanguka swali la ufupisho siku nyingine ama wakati mwingine. Ufupisho ni rahisi hivyo, na huwa naita ni alama za bure. Ufupisho ni alama 15. Huwezi kosa kupata alama 13 kutoka kwa ufupisho. Kwa hivyo natumai nimekusaidia pakubwa. Wacha nijue tu unatazama haya makala kutoka kaunti gani. Kama wewe ni msomi, unasoma shule gani? Wacha nipate kwa ujumbe mfupi hapo chini. Nitajie tu shule ambayo unasoma. Kama wewe ni mwelekezi, mwalimu mwenzangu, niweze kujua shule ambayo nafundisha. Mimi nafundisha shule ya upili ya Loresho ambayo iko Nairobi Westlands. Je, wewe ni wa shule gani? Wanafunzi wangu walisema kuwa wakati mwingine nikitengeneza video yangu niweze kusalimia watazamaji wangu wote. Kwa hivyo watazamaji wangu wote mmesalimiwa na wanafunzi wa shule ya upili ya Loresho. Wanasema wanawapenda kwa sana kwa kuweza kutazama video za mwalimu wao. Kwa hivyo nimefikisha salamu. Tuonane wakati mwingine. Asante sana kwa kuwa nami kutoka mwanzo hadi saa hizi. Natumai unatazama kwa sababu umeweza kusubscribe, umeweza kubonyeza hiyo kengele, umeweza kuniachia ujumbe mfupi hapo chini. Labda uko na swali, labda kuna mada ambayo inakupea tatizo ungependa nishughulikie. Usiwe na hofu. Enda tu hapo kwenye upande wa comment section uweze kuacha ujumbe mfupi hapo. Hii video pia unaweza tumia wapendo wako, unaweza forwardia kwa WhatsApp, unaweza forwardia kwa Facebook, unaweza forwardia kwa TikTok waweze kutazama. Usikuwe tu unanufaika wewe peke yako, pia anufaisha pia watu wengine, na kazi yetu itaendelea vizuri. Shukran na tukutane wakati ujao.